Mambo vipi? Poa. Hatimaye tumekutana. Yes, okay. finally. Miss Genevieve. Okay. Wengi wanakufahamu kama msichana ambaye aliwahi kutuwakilisha Tanzania kama Miss Tanzania 2010, si ndio? Ndio. Hiyo ni historia ambayo nadhani haiwezi kufutika hata kama unafanya muziki kasi. Kabisa. Kwa sasa hivi unafanya muziki na umetoa single yako mpya inaitwa Nana. Kwa single kwanza. Kipi ambacho kilikufanya kwanza utumie jina lile Genevieve? Mwingine angesema jita labda Miss Jen, unajua? Yeah. Lakini unatumia lile. Kwanza kabisa nalipenda sana jina langu, and hata growing up nilikuwa naona jina langu liko kitofauti sana. So kwa kuwa pia nilishinda Miss Tanzania 2010 kwa jina hilo Genevieve ambayo ni jina langu. Okay. I figured kwamba niwe na muendelezo wa jina langu hilo. Ingawa na AKA ambao watu wengi nyumbani waga wananiita Jenna. Yeah, but I feel like hiyo ibaki tu kwa watu ambao wananifahamu personally na vitu kama hivyo, but Genevieve is my name. Genevieve ni jina nilipewa na my grandmother, mama yake na mamangu. Alinipa jina lake yeye mwenyewe, akasema usibadilishe jina, uitwe hivi. So yeah, I think Genevieve inajijenga kuwa brand. Yes. Yeah. Kwa mtu ambaye anakufahamu kama Miss Tanzania, akija akiona kwamba kumbe Genevieve pia anaimba, ataanza kusema labda uliamka tu na kuongoza na mimi nijaribu bahati yangu kwenye kuimba. Yeah. Historia yako kwenye fani hii ikoje? Well, kwa muziki mimi I've always loved to sing, na naweza nikasema kwa kipaji muziki mimi ni kipaji changu kabisa. Okay. Yeah. Na pia hata nikitolea historia fupi ya nyumbani kwetu, yani familia yetu, tuna traits nyingi za muziki. Okay. Ambapo babangu mwaka 86 alikuwa na bendi ilikuwa inaitwa Samburuma. Yeah. Katika hiyo bendi yeye ndo alikuwa ni owner wa bendi, lakini ilikuwa managed na Nguza. Ambapo ndani ya hiyo bendi pia alikuwepo msanii mkongwe kabisa King Kiki. Yeah, alikuwepo pia na Zahir Alizoro. Yeah, yani hao wakiwa ni wasanii wakubwa sana. Kwa hiyo hatari kabisa. Kwa hiyo yani muziki ni kitu ambacho yani nimekuwa katika surrounding hiyo. Okay. Yeah, vile kakaangu our first born, yeye pia kwenye mwaka 2000 hivi alirekodi nyimbo yake. Alikuwa na kundi wanaitwa DNT, wakarekodi nyimbo ilikuwa inaitwa Hanitaki Tena. Rappers now. No, he's a singer. Okay. Yeah, Danny was the singer and then Trigger was the rapper. Okay. Lakini katika hii nyimbo walifanya rap session ambayo ilifanywa na Mtambo. Yeah, it's a very nice song. Nadhani nitakuwa na ujua tu nikiona makabrasha huko. Lazima nitakuwa na ujua huo. Yeah, Hanitaki Tena. Okay. Yeah. Kwa hiyo iko katika familia. Yes, iko katika familia, na pia on a personal level ni kitu ambacho yani kinanifanya nijisikie huru, nijisikie yani niweze kuconnect vizuri na mimi mwenyewe. Ni kitu ambacho ninakipenda yani kutoka rohoni kabisa yani. Na I feel ni kitu ambacho kwa sababu ninakipenda ndio maana ninakiweza kukifanya. Okay. Yeah. Sawa. Experience ya kuingia studio. Yeah. Nafikiri ilikuwa ni mara ya kwanza umeingia kwenye proper studio session booth. Yeah. Ikoaje? Uogopa kidogo kupata vitisho hivi? Of course, yani katika kitu chochote kikubwa lazima utakuwa nerves lazima zireact. Okay. Yeah, nilikuwa nervous, lakini nashukuru watu ambao nilionana nao katika studios, they were very welcoming. Na walinifanya nikajisikia huru kwamba it's not a big deal sana. Yani unatakiwa tu mtu ufanye kitu ambacho unafikiria unaweza ukakifanya,
And then from there on unakipeleka katika jamii, wao sasa wa decide, lakini wewe ukifanya kitu kutoka moyoni. Sasa mimi ndio nilivyoelewa hivyo. Yeah, of course nerves zilikuwepo, nilikuwa na uoga kidogo, lakini nawashukuru sana studios ambazo nimefanya nao kazi, waliweza kunionyesha kwamba it's okay. Yeah. Okay. Single inaitwa Nana imekwisha toka, reaction vipi koje? Wow. Unasemaje? It's a nice song kwa upande wangu. Yes, thank you. Asante sana. Yeah. Asante. Yani the reaction and the comment. Kwanza the reaction. Yani watu wengi wameshangaa like, "Hey, Jenna, unaimba, and not only unaimba, umerelease na nyimbo, alafu nyimbo nzuri, sauti yako nzuri." Yani the comments kwa kweli zinanipa furaha sana. Yani they are very positive. Watu wamekuwa shocked, lakini very a good shock kwamba watu wamekuwa in awe kwamba wow, this is something. Na watu wengine wanashangaa kwamba hata mimi nikisema kwamba hii ndio nyimbo yangu ya kwanza kabisa, yani sijawahi kuwa na single yoyote kabla ya hapo. Kwa hiyo ni nawashukuru sana, yani all my new fans. Ni comment kwa mtu gani mkubwa maarufu ambaye ilikusurprise? Huyu naye akasema. Yes. Niona Joketa. Of course, yes. She's my girl. Pia kuna Sha. Okay. Yeah, kuna siku tulikuwa tuko studio hapo Switch Records. Nyimbo yangu ndio ilikuwa inafanywa mastering ambazo ni final touches. Sasa ikawa inapigwa, Sha alikuwepo studio hapo na yeye alikuwa na session yake. Sasa nyimbo imepigwa muda mrefu and then she came. Alivorudi studio akasema, "Hii ndio nyimbo yako?" She was like, "Wow, that is such a beautiful, nice and big song. Big up." I'm like, "Oh my goodness." Yani ilinifurahisha sana hiyo comment. Sha ni mkongwe. Yes. Amesikia kila sauti. Yes, sana. Kwa mtu kama kukwambia vile ni kitu kikubwa. Yeah, ni kitu kikubwa sana. Yani kwamba yeye mwenyewe ameona kwamba it's not yani cha kitoto. Yeah. Sure. Then video vipi sasa tutarajie kuona Yes. Hata mimi I'm excited for that. Video iko bado kwenye matengenezo tuseme. Yeah, ila people should expect the video soon. Na nashukuru tu kwamba nyimbo yenyewe yani iko kwenye rotation katika radio nyingi, na watu wana request, bado inapigwa, kwa hiyo it's still good. Na nataka katika nikifanya hiyo video, nataka hiyo ni video yani ya uhakika kabisa. So mimi na the management tuna take our time kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata kitu kizuri. Tunafanya video nzuri ambayo tunajua kwamba itakuwa ina viwango ya kuweza kutupeleka mbele na juu zaidi. Unatarajia kufanyia hapa ama mtasafiri kidogo? Hopefully itafanyika hapa. Yes. Directors wanafanya kazi nzuri sana sasa hivi. Of course, wako my directors wengi ambao wamefanya kazi nzuri sana. Na zimefanywa hapa nchini. So So tutarajie nini kutoka kwako kwenye career hii ya muziki? Kwanza yani mtarajie muziki mzuri. Muziki mzuri, yani muziki kabisa umetoka, tuseme kwa Kiingereza wanasema soulful music. Wategemee muziki mzuri, wategemee videos bomba sana. Na mimi najiona kuwa msanii mkubwa sana. Najiona kuwa msanii wa ku-accept awards kubwa sana na kwa mara nyingine tena kuirepresent nchi yetu ya Tanzania katika level za international, worldwide.